Stefan Kiaziz alivyotembelea mazoezi ya Young Africans mapema tu na kwenda kuwaona ndugu jamaa na marafiki ambao kwa namna moja ama nyingine wameishi kwa upendo na amani kwa miaka mingi kweli kweli. Miaka mingi ni mingapi? Inapopita miaka miwili basi tunahesabu miaka mingi. Nikukumbushe tu Stefan Kiaziz bwana aliumia pale visiwani Zanzibar kwenye mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya makundi, mchezo wao dhidi ya Azam FC, mchezo ambao walipata ushindi mwembamba wa 1-0 na yeye Kiaziz aliumia kwenye huo mchezo na kukimbizwa hospitalini na ambulance mapema kweli kweli kabla ya mchezo huo kutamatika, jambo ambalo lilizua taharuki, na timu ya Wydad walithibitisha kupitia peji yao ya kwamba mchezaji wao yuko salama bin salmini kwa maana ya kuendelea vizuri. Na sasa timu hiyo ilisafiri kuelekea kule Casablanca, Morocco, na Stefan Kiaziz yeye akaendelea kusalia kwenye ardhi ya Tanzania na sasa yuko Dar es Salaam ili kusikilizia na kuendelea kupata matibabu, huku akiomba pia apate nafasi ya kuisalimia familia yake. Kumbukwe mke wake kwa maana ya dada yetu bwana, nafikiri mnamfahamu vizuri, Hamisa mwana wa Mobeto yuko Tanzania. Kwa hiyo akaona pia si mbaya kama naye atasalia japo kidogo kumsalimia mama watoto na kumjulia hali na mambo mengine kadha wa kadha. Sasa taarifa hiyo nafikiri imekutisha. Kwa nini anaonekana akiwa mazoezini na kwa nini anakwenda kuwasalimia wachezaji wa Yanga wakati yeye ni mchezaji wa Wydad Casablanca? Bwana, ungana nasi sako kwa bako ili uweze kusilelea matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yoyote ile, yakiwa na nguvu kubwa mno na kampuni bora ya mabati, kwa maana anazungumza na Bati Quality. Hii ni kampuni bora ya Tanzania, inazalisha na kusambaza bati aina zote, ziko za migongo midogo, migongo mipana mfano wa kigae, na zile pia zenye matilo ya chenga chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Kununua mabati bora unapata misumari na usafiri bure popote pale ndani ya Tanzania. Lakini warranty yake ni muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bati unanunua wewe, anakuja kutamana nayo kijana wako. Bati zetu sifa yake kubwa bwana, hazipauki wala hazishiki kutu. Kwa hiyo fika kiwandani tukuhudumie na offer bab kubwa kuelekea Christmas na mwaka mpya. Hapa kuna offer kem na ambazo hazijawahi kutokea. Mapunda Steven, uko vizuri bro? Yeah, mimi niko vizuri. Uzima upo na hulalamiki? Kwa kweli niko vizuri. Mungu ni mwema. Ndio. Si lalamiki. Ndio. Naendelea kumshukuru Mungu. Yes. Na kulitukuza jina lake. Sawa, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na amerejea katika ardhi ya Tanzania Stefan Kiaziz, na amerejea nyumbani kwa maana Dar es Salaam Young Africans, na watu wanajiuliza maswali mengi, mashindano yakiwa yanaendelea, timu zikiwa ziko kambi, kwa nini Stefan Kiaziz amerejea kwenye ardhi ya Tanzania na anarejea kwenye kikosi cha Young Africans huku timu yake ikiwa imeondoka na kuweka kambi ya kujiandaa na michezo kadha wa kadha? Hii kitaalamu zaidi labda inatupa taswira na picha gani? Maswali ya watu yamekuwa hapo na yamekuwa mengi kweli kweli. Mapunda Steven, hii ni relationship nzuri baina ya klabu ya Yanga dhidi ya mchezaji ambaye amewahi kuitumikia timu hiyo. Kwa mahusiano yanazidi kudumishwa kwamba waliishi vizuri, aliweza kuwapa mafanikio makubwa vizuri wakiwa pamoja. Utauliza mafanikio gani hayo? Stefan Aziz Ki katika misimu yake yote miwili ambayo amecheza ndani ya Yanga amekuwa bingwa. Umeelewa vizuri? Msimu wa 3 anacheza nusu, wakati anaelekea kuchukua taji yeye anaondoka, lakini tayari washabeba ubingwa mara 3 yeye akiwa ndani ya kikosi. Lakini pia Stefan Aziz Ki ameondoka ndani ya Yanga msimu wa nyuma, kabla ya kuondoka alikuwa MVP wa ligi ya Tanzania bara. Yeye akiwa kama mchezaji wa Yanga. Yeye alikuwa mfungaji kinara, top scorer akiwa ndani ya Young African. Lakini pia yeye ndiye ambaye aliweza kuisaidia timu kuweza kufika finali kombe la CAF Federation Cup, ambapo walikwenda kupoteza dhidi ya USM Alger kule nchini Algeria. Yeye alikuwa ndani ya kiwanja, na ni mchezaji ambaye amehusika katika mechi ambazo za muhimu sana ndani ya Yanga. Nenda mechi ya Simba, takriban mechi 3 amehusika kuweza kuadhibu
Simba Sports Club. Pia amehusika kwenye kutoa pasi za goli. Nenda msimu ule wa mwaka 2021, 2022, 2023. Mechi ya kwanza ya Aziz Ki anakwenda ku level scoreboard kwa kuweza kupiga free kick ya hatari sana, free kick ya viwango. Aliweza kumlipa Bernard Morrison BM33 kipindi cha upo Yanga alikuwa anaitwa BM33, alivyoenda Simba akaitwa BM3. Kwa hiyo aliweza kumlipa maeneo yale ambayo Morrison aliweza kupiga foul na kuweza kufunga moja kwa moja, kipa akiwa Aish Salum Manula. Na ndio maeneo yale Stefan Aziz Ki aliweza kupiga foul na kuweza kumfunga Aish Manula. Na nakumbuka kaka yangu James Samuel anasema kwamba aliweza kumtesa akiwa ASEC Mimosa, sasa anamtesa akiwa Young Africans. Lakini Stefan Aziz Ki kuishia tu hapo, alikwenda pia kuwa mwiba mechi dhidi ya Azam FC. Mechi dhidi ya Azam FC, katika michezo 8 ambayo ameicheza, Stefan Aziz Ki ameweza kufunga magoli 6 jumla. Unanielewa vizuri? Na kupata uzuri. Na katika magoli hayo ambayo ameweza kuyafunga, ameweza kupata hat-trick moja. Yaani kuna mchezo ambaye Stefan Aziz Ki alifunga mabao 3. Umeelewa vizuri? Na katika magoli 3 hayo ambayo aliyafunga yalikuwa ni magoli muhimu ya kuweza kuweka utenganifu kati ya Azam na Young African. Yanga anaondoka na pointi 3 wakiwa wamefunga magoli 3 na magoli yao yote anafunga nani? Stefan Aziz. Kipindi hicho Prince Dube akiwa Azam FC. Goli la pili linafungwa la Prince Dube kwa mkwaju wa penalty. Goli la kwanza lilifungwa na Faisal Salum Feitoto, anawaomba msamaha wananchi. Goli la pili linafungwa na Prince Dube. Faisal Salum anasema kuisha habari yao, kuisha habari yao. Umeelewa vizuri? Aziz Ki anarudi, ana ukevu mpira, kuna nyingine anapiga moja kwa moja free kick inaingia ndani. Umeelewa bwana? Wanaondoka na magoli 3. Kwa hiyo kuna moment nyingi sana ambazo Aziz Ki amezitengeneza ndani ya Young African, moment muhimu ambazo aliondoka akiwa katika hali ya kupendwa zaidi. Na mchezo wa mwisho ambao Aziz Ki anaaga ulikuwa ni mchezo wa kombe la shirikisho nafikiri. Dhidi ya JKT Tanzania. Alicheza, hakumaliza mchezo ule, alifanywa substitution, aliondoka akiwa analia, na hapo ndipo watu wakaanza kujua kwamba Stefan Aziz Ki sasa anaondoka ndani ya viunga vya Young African. Kwa hiyo ni dhahiri shahidi alionyesha kuwa anaondoka ndani ya Yanga akiwa anaipenda Young African. Ameutumikia vizuri. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaendeleza mahusiano ya Aziz Ki na Young African, Young African wamemsaidia Aziz Ki kuweza kupata mama watoto, kuweza kumpata mke. Umeelewa vizuri? Akiwa Young African ndipo aliweza kuonekana na kuweza kumpata mtu. Hiyo isha kutokea hata kwa David Beckham. Aliweza kumpata mke Victoria akiwa ndani ya Manchester United. Lakini pia dada yetu Shakira pia aliweza kumpata Gerard Pique akiwa anachezea Barcelona. Kwa hiyo kuna moment zingine katika maisha zinatengeneza doti ambazo huwezi kuzisahau katika maisha yako yote. Kwa hiyo Stefan Aziz Ki Young African imemwandikia kwanza doti ya kuweza kuzungumzwa sana barani Afrika, kuweza kupata daunono kutoka Wydad, kuweza kupata maisha mazuri kutoka Wydad, kwenda kucheza kombe la dunia la vilabu. Akiwa ameonekana Yanga akaenda kucheza Wydad. Kwa hiyo Yanga wamemtengenezea doti nyingi sana, lakini pia kubwa zaidi baada ya mpira kuna maisha yanaendelea akiwa na mama nyumbani, anaenda kumfariji. Huyu mama amempata wapi? Amempata akiwa Young African. Kwa hiyo haya ni mahusiano bora kweli ambayo yameweza kujengwa kati ya Stefan Aziz Ki pamoja na Young African. Lakini pia mahusiano mengine ni kati ya klabu ya Yanga na Wydad. Wydad ndio wamiliki halali wa Stefan Aziz Ki. Wangeweza kuweka restriction kwamba uruhusiwi kwenda kwenye klabu fulani kwa sababu kipo katika bara la Afrika na sisi ni washindani wetu. Ingawaje wao sisi tuko shirikisho, wao uko klabu bingwa, lakini hatutaki uweze kwenda. Lakini mahusiano ni mazuri na Yanga wanaonyesha mfano wa kuigwa kwamba tumetengeneza mahusiano sisi na La Liga Tanzania kama Yanga, tumetengeneza mahusiano Yanga pamoja na TP Mazembe, lakini kwa sasa yanawezekana katengeneza mahusiano kati ya Yanga na Wydad. Hivyo ndivyo ambavyo wana Yanga wanaweza wakasema bwana sisi. Sawa, wakati tunaendelea pia kuzungumza hapa mimi pamoja naye ndugu yangu Steven Mwana wa Mapunda,
wengi hupenda kumuita Garincho. Ni kuambie tu ya kwamba endelea pia kufurahia maisha mazuri, endelea pia kufurahia usafi, lakini usafi ili unoge vizuri hakikisha bwana unawaona Double G Cleaners. Hawa ni watu makini kweli kweli, wanafanya usafi wa majumbani, maofisini, lakini kwenye viwanja na mashamba pia. Ukitaka yang'ae na yasafishike vizuri, basi unaweza ukawatafuta wao, lakini wanakusaidia wewe hapo kupata kiwanja bora kwa ajili ya makazi yako. Siku hizi matapeli wamekuwa wengi, watu wanatapeliwa vijijini, mijijini huko, wote wanatapeliwa. Sasa Double G wao hawana viwanja, lakini wanakuongoza kutambua kiwanja bora, yani kwa maana ya kwamba wao wanapewa viwanja na wateja mbalimbali ambavyo wanakukutanisha na mwenye kiwanja moja kwa moja na kufanya naye manunuzi kwa gharama nzuri mno, jambo ambalo halijawahi kutokea. Sasa wanapatikana vipi wa Double G Cleaners? Unaweza kuwapigia kupitia namba yake ya simu ya 0675 34 76 34. Hiyo ndio namba yao ya simu, ni 0675 34 76 34. Wapigie sasa ili uweze pia kuweka oda yako mapema, labda ya kuja kurekebishiwa jengo lako maana ya usafi, ama kama unataka eneo, lakini pia wanakusaidia kupata na vyombo vya moto kwa mkopo ama kwa cash, kwa maana ya pikipiki na hata magari pia. Kupitia Double G Cleaners bwana, mambo yamekuwa mazuri. Ni watu makini ambao wanahakikisha kila mtu anafurahia maisha akiwa na ukaribu mno na Double G Cleaners. Tumalizie sasa Mapunda. Watu wanasema Stephanie Kiazizi sasa hivi na alivyokuwa Yanga na vitu vile tofauti. Wanasema sasa hivi ukimtazama Stephanie Kiazizi ana mwili ama umbo la kimpira tofauti na alivyokuwa Young Africans. Ni kweli? Inategemeana kwamba watu wanaangalia umbo la kimpira kwa misingi. Unaona amepungua, alivyokuwa Yanga kidogo kama alijiachia. Sasa kidogo anasema amekuwa slim sana. Yani yes, yule Stephanie Kiazizi wa ASEC Mimosas ndio huyo ambaye tunamuona kwa Wydad Casablanca. Na ukimtazama bwana Wydad anakiwasha Azizi, anakiwasha, hata Yanga pia alikiwasha, lakini na Wydad pia anakiwasha vizuri. Labda tukija kuzungumzia tu morphology yake ni kwamba imebaki kwa ile ile, lakini pia mwili kupungua inawezekana umepungua kidogo kwa sababu ya mambo tofauti. Hapa Tanzania kuna joto sana na sehemu yenye joto ukiwa unakula tofauti na sehemu yenye baridi. Sehemu yenye joto unaweza ukafanya mazoezi kidogo mwili ukachemka sana, ukasweat sana, moyo ukakwambia kwamba inatosha. Lakini sehemu yenye baridi mazoezi ambayo unayafanya tofauti na sehemu ambayo yenye joto. Yenye baridi utafanya mazoezi sana, yani kwa kiwango cha juu sana, kuweza kufanya mwili uweze kuchemka inachukua nguvu kubwa mno. Kwa hiyo inawezekana pia hiyo ikawa ni sababu, lakini pia hata program pia. Lakini pia sababu nyingine, Aziz Ki, kila mmoja anakubaliana na mimi kwamba alivyoingia Wydad ya kuingia kwa mguu mzuri, aliingia akionekana kwamba nafasi yake ni finyu sana. Kwa hiyo inawezekana hiyo pia ilimfanya aweze kuingia mazoezi ya hatari, kuweza kujiweka fiti ili kuweza kufiti katika mfumo ambao mwalimu angeweza kukubaliana naye na kuweza kumtumia. Nafikiri hiyo imekuwa sababu kubwa zaidi. Lakini alivyokuwa Yanga alikuwa tayari ashajimilikisha nafasi, kwa hiyo inawezekana pia ile ilimpa kurelax. Kwa alivyokuwa Wydad alienda kutafuta nafasi. Tunafahamu kwamba jezi ya mgongoni anapenda kuvaa jezi namba 10. Lakini kule Wydad anavaa jezi namba 25 mgongoni. Inawezekana hiyo pia nao ni sehemu yake pia ya assignment kuhakikisha kwamba jezi namba 10 irudi mgongoni wake. Yes, wa mchezaji wa kwanza. Kwa mfano kulikuwa na David Beckham, alikuwa akivaa namba 7 akiwa Manchester United. Anakwenda Real Madrid anapewa namba 23 mgongoni. Kulikuwa na Cristiano Ronaldo, alikuwa anavaa jezi namba 7 akiwa Manchester United. Anakwenda Real Madrid anapewa jezi namba 9. Kipindi hicho Raul ndo alikuwa akivaa jezi namba 7. Lakini baadaye Cristiano Ronaldo anaonyesha uwezo wa kutosha, ile jezi namba 7 inarudi kwake. Sela 7 inakuja kukamilika kabisa. Kwa hiyo inawezekana kuna mchezaji ambaye anatembea katika imani kwamba mimi lazima nivae jezi namba 10, kama ilivyokuwa kwa Lionel Messi, kama ilivyokuwa kwa nani mwingine, kwa Cristiano Ronaldo namba 7 yake, kama ilivyokuwa kwa nani mwingine, kwa Ronaldinho, Gaucho kwenye namba 10 yake. Kwa hiyo mimi naamini hata yeye mwenyewe pia yupo katika kupambana kuhakikisha jezi namba 10 inavaa mgongoni. Kwa hiyo kupambania namna hiyo sio jambo dogo, lazima ujitoe zaidi. Sawa, hivyo ndivyo ambavyo tunamaliza hapa, mimi pamoja na Steven Mapunda.